Ni swala la mikopo katika halmashauri ya manispaa ya Lindi. Idaya ametoa elimu kubwa kwa wanawake, lakini pia ametoa elimu kwa walemavu wenzake kutokata tamaa katika swala ya kujitafutia maendeleo. Mimi ni msichana mwenye ndoto ya kuwa mfanyabiashara mkubwa. Ni pia ni mnufaika wa mkopo wa 10% kutoka kwenye kundi la watu wenye ulemavu. Mwanzo nilipata changamoto nyingi sana, ikiwemo kudharauliwa, kusemwa vibaya, hata kukatishwa tamaa, lakini sikufikia kukata tamaa. Nilijipa moyo, nikapambana. Nilichukua kiasi cha milioni 2. Nilipambana, nililipa kila ni kiasi kidogo sana. Pia niliyafanya mambo makubwa ambayo hata wale wamekatisha tamaa leo hii hawezi wakati. Nimefanya mambo mengi na biashara yangu ninaendelea kuikuza na mambo mengine. Pia ninawashauri wanawake wenzangu kuchangamkia fursa za mikopo. Na pale unapoenda kukopa mkopo, kopa kwa malengo. Sio unakopa unaenda kulipa ile za mikoba. Unakopa unaenda kuboresha nyumba ili ufanye mambo fulani. Hapana. Usianze kutumia mtaji kabla haujapata faida. Hakikisha umepata kwanza faida nzuri yako. Na ninashukuru sana uongozi. Pale nilipokuwa na shida ninawafuata, wananishauri kwa mambo mengi sana. Ninashukuru ustawi wa jamii, maendeleo ya jamii na viongozi wa kata na viongozi wote walionisimamia kama kufikia hatua hii. Ni hali ambayo hakuna aliyokategemea kama nitakuja kufikia hapa nilipofikia. Nilikatishwa sana tamaa na watu wengi, lakini sikukata tamaa. Nilisema mimi ni mwanamke, ninaweza. Na nilijipa moyo sana, nikajipiga kifua, nikasema ni mshindi wa kesho. Nilipiga vita maneno mabovu, nilipambana kwa nguvu sana. Nikasema ipo siku nitakuja kuyafikia malengo. Na leo hii nahakikisha ninalipa hela niliyochukua, niendeleze biashara zangu na nikuze nifikie malengo yangu pale nilikusudia mwenyewe kufika. Kwa hiyo ninawashauri sana wakina mama wenzangu, unapokopa pesa kopeni kwa malengo, sio unakopa kwa matumizi yenu binafsi. Kopeni pesa kwa malengo ili wasaidieni kesho, muwe mfano kwa kizazi kijacho. Unapofanya kitu kwa malengo, unakuwa unampa na Mungu atailea kwa chini. Hasa sisi wanawake wenye ulemavu, unakuta mtu mwingine, mimi ni mlemavu siwezi kufanya chochote, unaanza kuomba. Hivyo hivyo, kama unajiweza inuka. Hapo ulipokaa inuka, fanya kazi kwa malengo, pambana, hakikisha unatimiza ndoto zako. Hakuna asiyeweza. Uwe kipofu, uwe kiziwi, mlemavu aina gani, kila mtu anaweza. Inuka hapo ulipokaa. Pambana, tafuta pesa, milioni ya watu waishilishi. Ukishaamini sana mimi napambana, leo unakuwa mbali zaidi. Hata unaona hapo juu zaidi, walianza hivyo, walianza chini, ndipo katika juu walipofikia. Kwa hiyo naomba sana na wenzangu, tupambane, tufanye kazi kwa malengo, na kwa tunapokopa pesa tulipe kwa wakati. Kwa sababu tunapokopa pesa tulipe kwa wakati, tunawanufaisha na wenzetu walio nyuma. Unaenda kupeleka pesa, anapewa mtu mwingine. Tuendelee kuinuana wenyewe kwa wenyewe. Na sisi hatuna